Jumuiya ya wataalamu wa Kiislamu Tanzania TAMPRO tawi la Morogoro imefanya uchaguzi wa viongozi ngazi ya mkoa, ambapo Mhandisi Hafidh Lacha ameteuliwa kuwa mwenyekiti mpya jumuiya hiyo. Uchaguzi huo umefanyika katika ukumbi wa Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro, ambapo umewakutanisha wajumbe pamoja na wanachama wa jumuiya hiyo. Mwenyekiti au amiri ni Hafidh Lacha amepata kura 39. Hii ni 100% ya waliopiga. Akizungumza mara baada ya kuchaguliwa, Mhandisi Lacha ameahidi kuimarisha utamaduni wa kujitolea miongoni mwa wanachama ili kuongeza ufanisi wa jumuiya hiyo pamoja na kuendeleza miradi mbalimbali itakayosaidia kuimarisha shughuli za TAMPRO. Ofisi kubwa ya TAMPRO. TAMPRO ina miaka mingi, lakini sasa inatakiwa tupate ofisi yenye hadhi inayoendana na TAMPRO. Unapozungumza na wanataaluma wa Kiislamu Tanzania, basi inabidi tuwe na vitu vinavyoendana na hadhi hiyo. Lakini sasa sambamba na mradi huo, kama mfano, tuna miradi tofauti mingi tunatakiwa kuifanya. Sasa tutajitahidi, na kuna miradi mingine ambayo ipo tayari. Tutaona changamoto zilizokuwepo, zilizojitokeza, basi tutajitahidi kati ya uwezo kuweza kuzifanyia kazi na kuweza kuzihuisha. Amebainisha kuwa jumuiya hiyo inakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo uhaba wa wanachama. Kufanya kadiri itakavyowezekana na kupata sasa wanachama kuwa au Waislamu ambao ni wataalamu tofauti, kuwa na utambuzi wa TAMPRO, kuielewa, kuikubali na kushirikiana na TAMPRO katika kutekeleza majukumu yake. Nina hakika mambo ya msingi na majukumu ya msingi, zile objectives na mambo mengine ya TAMPRO ambayo yaliundwa kwa sababu hayo yataweza kufikiwa. Tuna changamoto tofauti ambazo zipo, ambazo kwa namna moja ama nyingine zinatakiwa kuwa addressed kitaalamu. Kwa upande wake, Dr. Bilali Majuva amewataka viongozi pamoja na Waislamu kwa ujumla kujiepusha na vitendo vya binafsi, riba na rushwa. Amesisitiza umuhimu wa kujenga maadili mema kwa Waislamu. Na uchamungu unakuja kwa utendaji. Mimi mwenyewe ni watu wa Uislamu, kwa Uislamu, mwishi Kiislamu, viongozi na sisi sote tunaishi kwa maisha ya Uislamu. Kama tunaamua sisi kwa kalamu Uislamu, si mtaalamu Uislamu au mjumbe kuswali. Wewe ni mtaalamu Uislamu, alafu swala asubuhi unaswalia nyumbani msikiti karibu. Wewe ni mtaalamu Uislamu, kuna sadaka huwezi kutoa. Wewe ni mtaalamu Uislamu, ndani kwako uingia kwa neno la nani, maneno gani, kwa msaada. Hapana. Kwenye ibada ya kwanza kuna fungu la Jumatatu na Alhamisi. Ndio kuna kitu kimezoeleka kwa jamii, zile fungu kama mashio ya ustazi. Naye katibu wa baraza la wazee TAMPRO ngazi ya taifa, ambaye pia ni mhadhiri wa chuo cha Kiislamu Morogoro, Dr. Paz ametoa wito kwa vijana wa Kiislamu mkoa wa Morogoro na Tanzania kwa ujumla kujiunga na jumuiya hiyo ili kuchangia katika kuendeleza na kuimarisha Uislamu. Mabadiliko wanaweza kufanya yale mambo ambayo yalikuwa yanashindikana hapo nyuma. Kwa hiyo kwa ujumla wake tunaweza kusema kwamba vijana hawa tunatakiwa tuwape ushirikiano. Mimi binafsi ni mjumbe katika hiyo kamati, lakini pia nilikuwa mjumbe katika kamati teule, lakini naona ni vijana ambao wanafaa, ni uongozi ambao unafaa, na Mwenyezi Mungu amejalia katika kura zote zilizopigwa watu wote wamefanikiwa kupata kura kwa 100%. Kwa hiyo waliscreen watu, waliwapendekeza kwa ambao watagombea nafasi tofauti, lakini pia wanachama ambao wameidhinisha viongozi hao waweze kushika nyadhifa hizo mbalimbali. Kwa uchaguzi ulikuwa ni wa huru kabisa. Tunashukuru kwa uchaguzi huu. Asante. Uchaguzi huo unatarajia kuleta chachu mpya maendeleo ndani ya TAMPRO, huku viongozi wapya wakiahidi kuleta mabadiliko chanya kwa manufaa ya wanachama na jamii kwa ujumla. Mimi ni Salim Alute na hii ni Alute Media.